Ndugu zangu Waislamu, asbabu thania, sababu ya pili ya kuipenda dunia na kuweza kusahau kifo, tulul amal. Tulul amal, mipango ya muda mrefu. Tulul amal, mipango ya muda mrefu, na wewe ukasema leo sasa nitafanya vile na vile, na umri bado huko. Tulul amal, mipango ya muda mrefu. Ndiyo, tuna malengo ya karibu na malengo ya mbali. Si kubaya kuwa na malengo ya karibu na malengo ya mbali, ndivyo yatakikana mtu aishi hivyo, lakini katika malengo yako haya usisahau kifo. Annaka tasiru maaha fi shay, hakika wewe unatembea na kifo katika viganja vyako. Usisahau jambo hilo Muislamu. Tulul amal, kurefusha mipango Islamu ni sababu ya kusahau kifo. Saamalu ghadan wa ghadan wa haka, nikafanya hivi kesho na kesho nitafanya vile na vile. Fanusiya annaka mayitun, na ukasahau kama wewe ni mayiti wa kesho. Yurwa qissatan Salim, mepokelewa qissata Salim. Innahu kana shabun fi quratan ba'idatan, alikuwa ni kijana katika kijiji cha mbali. Walahu quwwatan shaban, naye akiwa ni kijana na ana nguvu za kujitosheleza Salim. Walakin kana dhu hikmatan adhimatan jamma, alikuwa ni kijana mwenye hikma ya hali ya juu. La yatakallam illa kalimatan tayyiban, hazungumzi isipokuwa maneno ambayo ni mazuri. Wala yuhkam illa bikalimatin layyinatan, na wala tuhukumu isipokuwa kwa mazungumzo ambayo ni mazuri. Walakin kana mutakabbiran, lakini Salim alikuwa na sifa ya ujeuri, alikuwa ni mtu mwenye kiburi. La yusalli, sifa nyingine alikuwa hasali asla, wala yasum, na wala alikuwa hafungi Salim. Pia ma kana yatasaddaq, alikuwa atoi sadaka. Ashajiwekea fomula kama hiyo. Walakin fataha baban adhima fi hayati dunya, baada amefungua mlango ambao ni mpana katika maisha ya dunia. Allati lam tughlaq abadan, mlango ambao hauwezi kuufunga hata siku moja. Illa man rahima rabbi, isipokuwa yule ambaye Allah amemteua subhanahu wa ta'ala. Bimaana ma dhanbu illa amila, hakuna dhambi isipokuwa Salim alilitenda, hakuna dhambi isipokuwa Salim alilifanya. Wa kullama qila lahu an yatubu yuajjil waqta, na kila Salim alipokuambiwa afanye tauba ya kweli, arudi kwa Allah azza wa jalla, kana yumli waqtan, alikuwa arefusha umri. Shababuhu yadhurruhu, ujana wake wa mdanganyo wa mpumbaza. Na Allah tuambia ma gharraka bi rabbikal karim, ni kipi kimekudhuri Muislamu? Ni kipi kimekudanganya Muislamu kwa Mola wako mkarimu? Aha, huwa Salim, huyu ni Salim. Gharruhu shababuhu gharrahu, ujana wake umemdanganya ukampumbaza, akaona tayari mimi nimefika katika maisha ya dunia. Kullama qila lahu tub wa'udu ila Allah yaqulu ghadan ghadan ghadan, kila alipokuwa akisema, akiambiwa tubia kwa Allah, rudi kwa Allah, alwaqtu intaha, muda umekwisha, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asema nitatubia kesho, asema kesho nitatubia. Salim yawm min al-ayyam, na siku miongoni mwa masiku, Salim yakhruju ila suq, yuatoka nyumbani kwake elekea sokoni. Yakhruju min baitihi ila suq, atoka nyumbani kwake elekea sokoni. Fa idha huwa sami'a sautan fi udhnayhi, mala kasikia sauti ndani ya masikio yake. Yaqul barakallahu fi umrika wa hiya unasun hamilul janaza, wakati huo barakallahu fi shababika, Allah amekubariki katika ujana wako, wakati wa watu wamebejeleza wapeleka sehemu ya kuzika. Watakhayyala Salim, Salim akashtuka, in kana hadha shab mat, ikiwa huyu kijana amekufa, fama balu ana Salim wal ana al-umri qad twala, je mimi Salim na kwa sasa umri wangu umekwenda, na kwa sasa umri umesogea, fama balu, ni vipi mimi? Bimaana yuarudi ndani moyo wake na kutayari, ikiwa kijana huyu leo abeba kupelekwa makaburini, je mimi ni nani? Si kesho nitaondoka katika maisha haya dunia. Faada Salim ila baitihi, Salim akarudi nyumbani kwake. Famastatoa adh-dhahab ila amali au ila suq, hakuweza kuelekea sokoni, akarudi nyumbani kwake. Falamma